Haleluya. Kwa hiyo Mungu anaposema nitakasieni wazaliwa wa kwanza, alijua kitendo cha kuwapata wazaliwa wa kwanza amepata watoto wote. Ndivyo ilivyo na kuzimu. Kuzimu wakipata mzaliwa wa kwanza kwenye tumbo lako, wamepata na wapili, wamepata na watatu, wamepata, haijalishi wapo 6 wapo 10, wote wamewapata. Haleluya. Na tunaona jinsi swala la kitovu linavyokuwa linafuatiliwa sana na kuchukuliwa uzito wakati hasa wa mzaliwa wa kwanza. Kwa nini? Kwa sababu mzaliwa wa kwanza ni lango. Kitendo cha kupata mzaliwa wa kwanza, wamepata uzao wote. Haleluya. Lakini kama nilivyosema kwamba kitovu kina sauti kubwa ya kiroho. Na kwa namaanisha kitu gani? Na kwa namaanisha hichi. Unajua watu wanafikiri kwamba labda mtoto afike labda awe mkubwa, labda mtu amfate kwamba nataka nikurithishe hichi, nataka nikurithishe uchawi. Wanaweza wakamrithisha uchawi kupitia kitovu. Wanaweza wakamuingiza kwenye mfumo kabisa wa kichawi kupitia kitovu. Wanaweza wakamuingiza kwenye mfumo wa mizimu kupitia kitovu. Haleluya. Kwa nini? Nini kilifanyika kwenye kitovu? Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana. Nini kilichofanyika kwenye kitovu? Kila kilichofanyika kupitia kitovu ndicho kinaamua maisha ya kuishi. Ndipo ndicho kinaamua mifumo ya kiroho kwa huyu mtu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Unajua imekuwa ikitokea changamoto nyingi. Mtu inafika hata anaokoka, afu anaacha imani. Aidha kwenye utumishi inafika anaacha utumishi. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu ya nguvu ya kiroho kupitia kitovu. Kitovu kina sauti kubwa kwenye maisha ya mtu. Na kitovu ni mlango mmoja wapo wa kiroho. Haleluya. Sasa cheki Biblia inavyosema kwamba ukutiwa nguo hata kidogo. Haleluya. Manake ni aina ya maisha. Maisha yapi? Aina ya maisha ya aibu. Bwana Yesu asifiwe. Bado kuna mtu hajanielewa. Sikiliza, kuna mavazi haya ambayo tunavaa kwa jinsi ya mwili kwa sababu ya kujistiri. Lakini kuna mavazi ya kiroho ambayo tayari Mungu anamvika mtu. Kila anayekuja binadamu ana vazi amevaa. Ambao ni vazi lipi? Vazi la heshima. Haleluya. Kwa hiyo kitendo kupitia kitovu, heshima yako inaweza ikachukuliwa. Heshima yako inaweza ikaibiwa. Umekuwa unaishi huna heshima kabisa, upati heshima kabisa. Kilichonyang'anywa ni nini? Ni vazi la heshima la ndani. Ukiacha hili vazi tunalovaa kwa jinsi ya nje, kuna vazi la heshima la ndani ambalo hilo kazi yake ni kumheshimisha mtu. Haijalishi mdogo, haijalishi mkubwa, anakuwa anapata heshima. Anapata heshima, anapata kibali. Kama hilo vazi lilichukuliwa, manake tayari alishakuwa ameingizwa kwenye mfumo. Manake hana vazi kwa jinsi ya mwili. Okay, nasikia kusema hivi. Unajua kuna watu wengi anaota ndoto amevuliwa vazi. Au anaota ndoto yupo uchi. Haleluya. Hii ndoto inakuwa ina maana gani? Unapoota ndoto upo uchi, manake huna vazi la heshima. Kama huna vazi la heshima kwa jinsi ya roho, manake uwezi ukaheshimika kwenye ulimwengu wa mwili. Kwa nini? Kwa sababu vazi una. Haleluya. Vazi una, heshima yako ya ndani ili watu wapate kuheshimu una. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mwingine anaota ndoto ameibiwa vazi. Manake unaibiwa heshima yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kitovu kinaamua aina ya maisha ya mtu kuishi. Kupitia kitovu mtu anaweza akaingizwa kwenye mfumo kabisa. Watu wengi anaota ndoto amevaa makaniki ya kiganga. Anasema hii ndoto ina maana gani? Anajikuta yeye mpaka anakuwa hawajui waganga, hajawahi kwenda kwa waganga. Baada ya kuzaliwa kuna mambo ambayo yalifanyika yakamuingiza kwenye mfumo wa kiganga. Eza walifanya wazazi pasipo kujua. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna ile watu wanasema mila na desturi. Haleluya. Mtu anafanya au anaongozwa afanye jambo juu ya mtoto. Fanya hichi. Haleluya. Kuna wale wengine mtoto akiwa mdogo wanamvalisha vitambaa vyeusi mikononi, wanamfunga kiunoni, wanamfunga sehemu mbalimbali. Haleluya. Asijue lile ni vazi. Kama ni vazi, ndani yake kuna roho ambayo inakuwa inafuatilia roho ya kiganga kwa huyo mtoto. Kwa nini? Mmemuingiza kwenye mfumo kupitia yale mambo ambayo mlifanya.